Bwana, kabla ya show ya Mlimani City bwana, ni kwamba Dudu Baya alitoa kauli akidai kwamba katika show ya Mlimani City bwana hataki watu wa ajabu ajabu, anataka watu wa maana, ambapo show hiyo yeye pia alipata nafasi ya kwenda kufanya hivyo. Basi alisisitiza kwamba anataka watu wa maana. Umeona bwana, haitakuwa show ya masiara, haitakuwa show ya kitoto ya kijinga jinga. Bwana anafanya show kali na vitu vingine kama hivyo. Ni vitu ambavyo Dudu Baya aliviahidi kabla ya kuelekea kwenda kuperform katika show hiyo pale Mlimani City. Sasa baada ya hapo bwana, jambo ambalo limekuja kumeke headline huko mitandaoni bwana ni kwamba Dudu Baya bwana alichoenda kukifanya akaenda kutukana pale jukwaani, jambo ambalo limewakwaza watu wengi sana ambao walikuwa wanafuatilia show hiyo live majumbani pamoja na pale ukumbini. Sasa leo asubuhi bwana ni kwamba tokea kumekucha, story ambazo zilikuwa zina trend huko mitandaoni ni Dudu Baya tu kutokana na kile ambacho amekifanya. Juma Lokole bwana akaja akaposti na yeye pia kuhusiana na kile ambacho amekifanya huyu Dudu Baya baada ya kutoa kauli hizo chafu za matusi. Juma ameposti kwanza hii video ya Dudu Baya akiwa anasisitizia kuhusiana na hiyo show. Alafu kuna ujumbe hapa chini Juma akauandika. Nataka kwanza usikilize kile ambacho amekizungumza Dudu Baya, alafu nikusomee ujumbe wa Juma Lokole kwenye caption. Kufanya show hapa Dar es Salaam ilikuwa 2019. Ilikuwa festival ya post Tonyama. Na nilikiwasha kweli. Ila kitawaka zaidi tarehe 10 mwezi wa 7 Mlimani City. Show ya wanaume. Sababu jukwaa lenyewe hatakiwi mtu wote anayejamba jamba. Yaani pale ni watu wote waliokaza. Ni hip hop. Watu waliokaza. Msanii yote anayejamba jamba hatakiwi kwenye jukwaa. Unaona shika mic huko natoa mashuhuri. Pale ni wanaume. Tunakutana pale. Kwa hiyo mamambo wote majenzi. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, na hayo ndio maneno ambayo ameyatoa Dudu Baya. Alafu hapa chini bwana Juma Lokole akaja akaweka emoji nyingi sana za kucheka, kisha akasema kwamba haya sasa mwisho wa siku akajamba yeye mwenyewe. Kwani hajaamka leo? Atatupiga. Okay, kuna neno hapa amelizungumza Juma Lokole bwana, siwezi kulisoma. So kwa kifupi bwana, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo Juma Lokole mwenyewe pia inaonyesha kwamba hajapendezwa, lakini ameamua tu amtanie kwa namna moja au nyingine huyo Dudu Baya kwa kile ambacho amekifanya usiku wa kuamkia leo pale Mlimani City katika show ya usiku wa Bongo Flava, miaka 30 ya Bongo Flava. Na mtazamaji bwana, kama ulikuwa ufahamu kilichotokea bwana ni kwamba bwana ni habari ambayo ina make headline sana sasa hivi kuhusiana na ile show ambayo ilitokea usiku wa kuamkia leo pale Mlimani City. Naona bwana ni kwamba mambo ni moto kweli kweli huko mtandaoni bwana. Ni kwamba show hii bwana ilikuwa ni show ambayo ni very exclusive na of course ilikuwa ni show ya legendary, yani wale wasanii ambao walikuwa wanafanya vizuri miaka mingi iliyopita na wengine bado wanafanya vizuri mpaka sasa hivi katika tasnia zao za muziki bwana. Hapa tunawazungumzia kina Feruzi, Juma Nature, wanaume wote, wanaume family na wanaume halisi. Nazungumzia wakina Chege, Chigunda, bila kumsahau Temba na wengine kibao. Umeona bwana, lakini pia vile vile walikuwa wakina Dully Sykes, Mr Blue, yani wasanii wote wale wa zamani wakina Baba Levo. Kama ulikuwa ufahamu ni kwamba Baba Levo naye pia alikuwaga katika kundi la wanaume halisi huko zamani. Kwa kifupi ni kwamba Bongo Flava bwana ilikuwa inatimiza miaka 30. Yani tokea kuwepo na Bongo Flava Tanzania siku ya jana ndio ilikuwa inatimiza miaka 30, na of course ndio maana wakajumuisha wasanii wote hao wawepo sehemu moja kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanapata nafasi ya kufurahia kusherehekea miaka 30 ya Bongo Flava.
Kwa hawa bwana ni maveterani, malegendari wa mziki huo wa Bongo Flava walikuwepo Mlimani City kwa ajili ya kuperform, kuonyesha uwezo waliokuwa nao, lakini pia vile vile kuwakumbusha mashabiki moments ambazo zimepita miaka hiyo. Umeona bwana, akina Kasimu Mganga, nyimbo kama vile Usiende, nyimbo kama vile Hawena. Umeona bwana, nyimbo kama hizo obviously ukizisikiliza bwana zinakukumbusha moments fulani hivi za kipindi fulani huko zamani ukiwa bado mtoto au ukiwa kama kijana. So kwa kifupi bwana, ilikuwa ni moment nzuri sana, mpaka Banana Zoro naye pia alikuwepo pale, lakini pia kubwa zaidi alikuwepo Dudu Baya na wengine wengi. Yani kwa kifupi ni kwamba wasanii wa miaka ile wengi sana wapo, ambao walikuwepo, ambao wako ndani ya nchi walikuwepo, ambao wako nje ya nchi tunaona hawakuweza kuhudhuria, wakina Bob Ludala, umeona wale pale walishindwa kuwepo kwa sababu na wenyewe pia ni moja kati ya malejendari wa mziki wa Bongo Flava, lakini pia waliofariki ndio hivyo, na wenyewe pia watu wamewamisi tu, lakini kuna watu walikuwa wanatamani angekuwepo Mangoya na wasanii wengine wa kitambo hicho, umeona bwana, lakini walikuwepo, walifanya show kali sana. Bwana, show hii bwana ilikuwa imeandaliwa na Madi pamoja na Babu Tale. Yani Madi na Babu Tale ndio walioamua kutulia, wakaamua kuja na hii idea kwamba bwana, kwa vile Bongo Flava inafikisha miaka 30, basi itakuwa ni jambo zuri la busara iwapo kama wote wasanii wote wa Bongo Flava ambao walikuwa wanafanya vizuri kipindi hicho, basi wajumuike pale Mlimani City kwa ajili ya kufanya show na mashabiki zao. So Madi na Babu Tale ndio ambao wamefanikisha swala hili. Sasa basi of course kuna makampuni mengine kibao makubwa yametia nguvu, wamekuwa kama wadhamini katika show hiyo. Kuna mabenki makubwa kabisa hapa Tanzania walikuwepo pale kwa ajili ya kudhamini, lakini list ya wasanii bwana ilikuwa very hot. Unaona bwana, hapa nakutajia mtu, kuna baadhi ya wasanii ambao tunawafahamu kwa haraka haraka. Kuna Jocelyn, kuna Sumali, kuna Tunda, kuna Mandojo, huyu ni Domokaya. Mandojo amefariki, Domokaya alikuwepo. Kulikuwa kuna Qchila bwana, kulikuwa kuna moja kati ya marapa ambao wamesumbua sana, Kalapina, na naye pia alikuwepo pale, bila kumsahau Banana Zoro, Kasimu Mganga, Chege Chigunda, Temba, 20% Mwasiti, alikuwepo pia Crazy GK, lakini pia Weusi walikuwepo pale. Tunamzungumzia mtu kama vile alikuwepo kwa upande wa Weusi bwana, alikuwepo Niki wa Pili, alikuwepo Jinako, alikuwepo Lodaizi, Joh Makini I'm not sure kama alikuwepo, lakini Weusi waliperform pia nyimbo zao za kitambo pale. Chidi Benz, kama unajua kwamba Chidi Benz yuko na iconic songs ambazo zinakubalika na zinakumbukwa kwa miaka yote kwenye upande wa Bongo Flava, kama vile Dar es Salaam Stand Up, na nyimbo ambazo ni very iconic. Yani Chidi Benz bwana na nyimbo ambayo anaweza kaperform hata miaka 7 au 10 20 inayokuja, na watu bado ikawagusa. Unaona bwana, kwa Chidi Benz alikuwepo AY, alikuwepo J Mo, bwana, alikuwepo Inspector Harun, alikuwepo Feruze, alikuwepo Keisha, Saida Karoli, Afande Sele, Stara Thomas, Dully Saxi, Mwana FA, bila kumsahau Madi mwenyewe, lakini pia vile vile alikuwepo Fid Q, Mr Blue na Juma Nature. Baba Levo naye pia alikuwepo.